Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026 2027, ambapo ikumbukwe klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kushiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, bila kusahau klabu ya soka ya Yanga Sports Club watakwenda kushiriki mashindano ya ndani, yani ligi kuu Tanzania bara, pasipo kusahau mashindano ya Muungano Cup, Mapinduzi Cup, bila kusahau kombe la CRDB Bank Federation Cup. Sasa kuelekea katika msimu mpya wa mashindano, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wamezamiria kufanya mambo makubwa. Hii ni kutokana na usajili ambao wanaofanya chini ya kocha mpya wa kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Hapa tukienda kumwongelea kocha ambaye Yanga wameweza kumtambulisha kutokea katika nchi ya Afrika Kusini. Hapa tukienda kumwongelea Mankioba Mkithi, ambapo kocha huyu kwa upande mwingine ameweza kupendekeza orodha ya wachezaji ambao moja kwa moja watakwenda kuwasajili katika dirisha hili kubwa la usajili. Miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kuwapendekeza ni wachezaji kutokea katika nchi ya Afrika Kusini, ambapo kocha huyu tunaona kwa upande mwingine katika scouting yake ambayo aliweza kuifanya, basi hii ndiyo orodha ya wachezaji wawili ambao kwa sasa kwa mujibu wa taarifa ni kwamba wamekamilisha taratibu za kujiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Nyota wa kwanza ambaye inasemekana Yanga Sports Club wameweza kukamilisha usajili wake ni Justice Figueiredo, ambapo mchezaji huyu tunaona msimu uliomalizika alikuwa akikipiga katika klabu ya soka ya Chipa United inayoshiriki ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini. Kumbuka mchezaji huyu Justice Figueiredo ni mchezaji kutokea katika taifa la Eswatini, ambapo tunaona kwa upande mwingine mchezaji huyu anacheza katika eneo la mshambuliaji, yani anacheza katika ile eneo la pale namba 9, na sababu za Yanga kumsajili Justice ni kwamba mchezaji huyu anakwenda kuchukua nafasi ya Prince Mfumelo Dube ambaye ameweza kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, na tunashuhudia Dube tayari ameweza kujiunga na klabu ya soka ya Hard Rock ambayo inashiriki ligi kuu ya pale nchini Zimbabwe. Ifahamike mchezaji Justice Figueiredo ni mchezaji ambaye kwa upande mwingine ana CV kubwa. Ukiangalia katika taifa la Eswatini ameweza kufanikiwa kucheza michezo 22 katika taifa hilo, amefunga mabao 4, lakini katika maisha yake ya soka alianza kucheza soka la kulipwa mnamo mwaka 2018 katika klabu ya soka ya Durban City inayoshiriki ligi kuu nchini Afrika, kisha akachezea tena Mbombela United Football Club ambao nao pia ameshiriki ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini, lakini vile vile amecheza TX Galaxy, ni klabu ambayo nao pia inashiriki ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini, lakini amecheza Cape Town All Star ya pale nchini Afrika Kusini, lakini vile vile mwaka 2023 alicheza Richard Base ambao nao pia inashiriki ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini, lakini tarehe 26 Agosti 2025 alijiunga na klabu ya soka ya Chipa United na kuweza kuitumikia kwa msimu mmoja. Ndani ya msimu mmoja tuna mchezaji Justice Figueiredo ameweza kufanikiwa kucheza michezo 26. Katika michezo 26 amefunga mabao 2 pekee, huku akitoa assist 5, kwa maana kwamba amehusika katika magoli 7 katika michezo 26 ya ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo ndo Justice Figueiredo ambaye naye pia amekubali kujiunga na klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuelekea msimu ujao. Hii ni kutokana na project ambayo kocha mkuu wa kikosi cha timu ya soka ya Yanga ameweza kumshirikisha. Kwa hiyo nyota une pia amevutiwa na project ambayo Yanga watakwenda kuifanya kuelekea msimu ujao wa mwaka 2026 2027, na malengo yake mwenyewe pia ni kucheza ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu ni miongoni mwa ligi bora kabisa, ambapo tunaona Yanga wamevutiwa na uwezo chini ya mapendekezo ya kocha mkuu ambaye kwa upande mwingine klabu ya soka Yanga wameweza kumpa kila kitu, yani kwamba yeye ndiye ambaye atakwenda kuhusika kufanya usajili, kwa sababu yeye ndiye kocha ambaye
ana CV kubwa ndani ya kosti ya timu ya soka Yanga, kwa hiyo anajua wachezaji kondo. Tunaona mchezaji huyo Justice ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakwenda kukamilisha taratibu za kujiunga na klabu ya soka Yanga, akiwa ni raia kutoka Eswatini ambaye anacheza soka la kulipwa pale Afrika Kusini. Za ndani kabisa ni kwamba nyota huyu tayari ameshasaini mkataba wa kuitumikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuelekea msimu ujao wa mashindano 2026 2027.